Hello, it's a beautiful day. Ni siku nyingine nzuri kabisa, siku njema, siku ya Pasaka, siku ambayo tulisubiri kwa hamu. Na leo nipo kwenye headquarters the Zesoas Evangelistic International Church kwa Bishop Dr. Daniel Moses Kulola. Ni siku ya Pasaka, so tumekuja hapa kujua tu na kuwauliza watu ni nini maana ya Pasaka. Pasaka ina maana gani na ina umuhimu gani katika maisha yetu ya kila siku? Cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe, copy link, share kwa watu mbalimbali na Mungu Dada, Bwana asifiwe. Amina. Unaitwa nani? Naitwa Flora John. Dada hapo unaitwa nani? Royce Abel. Royce Abel, nina maswali kadhaa ya kuuliza dada zangu. Hivi Pasaka ni nini? Kwa ninavyofahamu mimi, Pasaka ni sikukuu ya kukumbuka kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Dada Royce, nawe pia nina swali lako. Hivi unadhani kifo na ufufuo wa Yesu Kristo vina umuhimu gani katika maisha yako? Kifo na ufufuo wa Yesu Kristo pale, yani kwenye maisha yangu ina umuhimu sana. Kwanza alisamehe makosa yetu, yani hicho ndo cha kwanza ninachokumbuka. Kingine alisema Elohim, Elohim, Mungu wangu mbona umeniacha? Yani manake unakumbuka pia Mungu alimuacha kwa makusudi ili aweze kufa kwa sababu yetu, kutukomboa kwa damu yake. Ndio maana ukiwa unasali unasema kwa damu ya Yesu, ile damu inaweza yani ikatukomboa kwa jambo lolote lile. Amen, bariki. Damu iliyomwagika msalabani. Amen, bariki. Dada Flora, ni nani aliyemsaliti Yesu kabla hajago kuika mara 3? Aliyemsaliti ni Petro, alimkana. Ndio. Ndio alimkana Yesu. Aliyemsaliti pia ni Petro huyo, Yuda Iskarioti alimsaliti. Petro akamkana. Mbona kama hujiamini? Najiamini, ni vile tu basi najiamini. Mungu akubariki sana dada. Ubarikiwe. Dada Royce, Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Unaitwa nani? Ninaitwa Patrick Samson Sanga. Baba, nina maswali kadhaa ya kukuuliza. Hivi ni nini maana ya Pasaka? Wow. Pasaka ni sherehe ya kipekee. Lakini kwetu licha ya sherehe ni kwamba tunaadhimisha kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao huo ndio msingi wa imani yetu. Maandiko yanasema kama Kristo hakufufuka, sio tu kufa, tunajua alikufa na Wayahudi waliona amekufa na ndio waliomuua, lakini asingefufuka basi imani yetu ingekuwa ni bure. Kwa hiyo Pasaka tunaadhimisha kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ndio msingi wa wokovu wetu. Na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo vina umuhimu gani au vina maana gani katika maisha ya sisi wa Kristo? Wow. Yohana 3:16 amejibu hilo swali vizuri. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hatia tulizokuwa nazo, kwa dhambi ambazo tulikuwa tumezitenda, ilikuwa ni lazima afe. Kwa hiyo kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni wokovu wetu, ni ukombozi wetu. Maandiko yanasema ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Amina. Amina. Mungu akubariki sana baba. Amen. Ubarikiwe sana na kwako pia baba. Bariki Seki TV. Amina. Ile siku ambayo ilisubiriwa kwa hamu sana ndio hii imetimia, na sisi kama Seki TV tunakutakia heri ya Pasaka na sikukuu njema. Uwe na wakati mwema na Mungu akubariki.